Ahlan wa sahlan msikilizaji, natumai mzima wa siha popote pale ulipo. Karibu kwenye habari zetu za Borana Global Media, jukwaa lako la habari za kaunti mbalimbali pamoja na habari za kitaifa, ikiwa leo ni tarehe 27 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini kwanza tupitie kwa ufupi baadhi ya habari kuu. Mwanaume wa makamo apatikana amefariki katika shamba la miraa Marsabit. Wachungaji 5 waliotekwa na wanamgambo wa Al-Shabaab waachiliwa baada ya wazee kuingilia kati. Polisi kukabili wahalifu na wahuni kote nchini. Msikilizaji, tupate habari hizo na zingine kwa ukamilifu. Jina langu ni Hadija Liban. Mwanaume mwenye umri wa makamo amepatikana akiwa amefariki katika shamba la miraa eneo la Manyata-Ginda pembezoni mwa mji wa Marsabit. Marehemu ambaye alikuwa akifanya kazi katika shamba hilo alipatikana mapema leo akiwa amelala kwenye dimbwi la damu. Maafisa wa polisi walifika katika eneo hilo na kuanza uchunguzi kubaini chanzo na mazingira ya kifo chake. Hata hivyo, wakazi wa eneo hilo wanahofia kuwa huenda mwanaume huyo aliuawa. Mwili wake umepelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti huku uchunguzi wa polisi ukiendelea. Hayo yakijiri ni kwamba wachungaji 5 waliotekwa nyara na watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Al-Shabaab karibu na mpaka wa Kenya na Somalia wameachiliwa baada ya wazee wa eneo hilo kuingilia kati na kufanya mazungumzo ya kuwaweka huru. Wanaume hao wote 5 ambao wanatoka Alungu katika kaunti ya Mandera waliachiliwa Jumatatu jioni baada ya juhudi za wazee wa amani wa eneo hilo pamoja na wazee kutoka Damasa nchini Somalia. Polisi walisema wanaume hao walipatikana wakiwa katika hali nzuri na tayari wameungana na familia zao. Wachungaji hao walitekwa nyara mapema Jumatatu walipokuwa katika eneo la Wantedam, Lafe Sub-County. Watekaji hao walidai mbuzi 3 kwa kila mateka au shilingi 6,000 kwa kila mtu kama masharti ya kuwaachilia. Pia walidai ngamia 1 kwa kila mateka. Haijafahamika iwapo madai hayo yalitimia. Maafisa walisema kuachiliwa kwao kulitokana na mazungumzo ya muda mrefu kati ya wazee kutoka pande zote mbili za mpaka, jambo linaloonyesha umuhimu wa mifugo ya jadi ya jamii katika kutatua migogoro ya kiusalama na kusaidia kuwaweka huru watu wanaonaswa katika migogoro ya kuvuka mipaka. Pia wanaendelea kuchunguza mazingira ya tukio hilo, huku eneo la Wantedam likibaki katika hatari ya mashambulizi ya wanamgambo kutokana na ukaribu wake na mpaka wa Kenya na Somalia. Na kwingineko ni kwamba naibu inspector generali wa polisi Eliud Lagat amesema polisi watakabili vikali wahuni wanaotumiwa na wanasiasa kuwahangaisha Wakenya. Akiongea baada ya kukutana na makamanda wa polisi jijini Nairobi, Lagat alisema huduma ya polisi nchini inaweka mikakati kabambe ya kukabili na kuangamiza magenge ya wahalifu. And I want to ask the youth not to allow themselves to be used, and any other Kenyan not to allow to be used by being hired or something of that nature to destabilize the peace and tranquility, especially as we head towards election. Let's see beyond politics. So we have enough laws that guide these people. We just need to put in pressure and to ask all the criminal justice system to play their part to manage these goons. Nikitamatisha ni kwamba waziri wa nishati na petroli Opiyo Wandayi apuuzilia madai ya kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua kuhusu udhibiti wa gesi ya kupikia. Akizungumza na wanahabari jijini Nairobi, Wandayi asema mchakato wa kutafuta kampuni ya kufuatilia mitungi iliyosanifiwa ya gesi bado haijakamilika. Aidha, aonya kuwa serikali itazidisha msako dhidi ya wale wanaohusishwa na biashara haramu ya gesi that is involved in illegal refilling and other unscrupulous business activities should stay warned that we are coming for you. Our officers will be pursuing you very vigorously, and the crackdown on illegal LPG operations will be intensified until full compliance achieved. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa zetu za Borana Global Media awamu ya sasa. Endelea kusikiliza na kufuatilia kurasa zetu kwa habari zaidi zinazojiri kila wakati. Nikiripotia kutoka Kenya, jina langu ni Hadija Liban. Asanti kwa kuungana nasi.